Diarra hakustahili kuwa man of the match? Unaweza ukaenda moja kwa moja ukasema anastahili kulingana ni kwamba ni mechi ambayo Yanga jana walikuwa wamezidiwa sana kwenye eneo lao la ulinzi. Ndio. Na steps alizofanya Diarra pengine ndio zimefanya mchezo ule kutoka sare, kutoka suluhu. Vinginevyo ingekuwa umebadilisha alama za matokeo. Kwa hiyo unaona waliompa man of the match hawakuwa wamefanya makosa. Na unajua kuna aina steps ambazo golikipa unaweza ukafanya ukasema ndio amefanya steps. Lakini steps alizofanya Diarra ilikuwa ni steps ambazo zipo kwenye mazingira magumu mno. Yaani kipa ambaye kama quality yake ni mbovu asingeweza kufanya steps za aina hiyo. Kwa hiyo unapongeza, na ndio maana unaona wadau wengi wa soka hawakuweza kulalamika namna aliweza kupata ile tuzo. Kwa sababu hayo mengine kusema labda watu wanasema kupoteza muda au nini, yanakuja kutokana na namna ambavyo alikuwa anafanya steps nyingi. Lazima kuna muda upate mushkeli kidogo kwenye afya yako. Technique. Unaona kuna muda inapigwa mipira, miongoni mwa steps ambazo anafanya ni ile Aloemba ambayo ilifanyika dakika 3 tu. Ilimgonga kwenye eneo la tumbo. Katika hali ya kawaida umepigwa na mpira, lazima kwenye tumbo utapata mshtuko na unahitaji kupata matibabu. Kwa hiyo watu wanainterpret kwamba ni kupoteza muda, kwa sababu unajua goalkeeper anafanya matibabu yake ndani ya uwanja. Ingekuwa ni mchezaji wa ndani, anabeba kwenye stretcher anaenda kutibiwa nje na uwezi kuona kama anapoteza muda. Kwa almost akichukua kama dakika 2 unaweza kusema ni upotevu wa muda. Lakini kimsingi ilikuwa ni katika hali ambayo kuiweka afya yake iweze kuwa sana kurudi kwenye mchezo. Kiujumla unaona niliongea jana na mwenyekiti kauliza katika dabi karibuni mpaka jana ni ya 3. Unaona Diarra ndo amekuwa akitenganisha Simba kuto kupata hata goli. Manake Simba hata dabi za nyuma wanafungwa, lakini almost mpaka dabi ya jana ya 5 hawajapata goli. Katika dabi mara mwisho ndo 5-1. Mara mwisho 2-1. Baada ya 5-1 mechi iliyofuatia 2-1 ambapo Fred Kubana alifunga goli. Baada pale dabi nyingine 4 kabla ya jana walikuwa Simba hawajapata goli, wanapoteza 2-0, wakapoteza 1-0, lakini jana imetoka suluhu ikiwa ni mechi ya 5 bila Simba kupata goli kwenye goli la Yanga. Lakini ukuto kupata goli 70% ni uimara wa Djigui Diarra. Namna anafanya steps za maana sana, lakini kitu ambacho kikubwa anacho ameweza kuwa kutafsiri zile moment ambazo Simba wanaweza kubadilisha matokeo, yeye amekuwa zote anafika kwa wakati na kuweza kuwa na uimara zaidi. Lakini pia ni golikipa ambaye namna anavyoipanga backline yake na hata reaction ambazo anazionyesha pale mmoja anapokuwa amekosea, amekuwa imara sana. Kwangu mimi naona alistahili kupata man of the match, kwa sababu jana Yanga kidogo ilikuwa chini tofauti na tulivyozoea, na muda mwingi lango la Yanga lilifikika, na imani naamini jana wachezaji wa Simba hata wenyewe jana wamelala, wanaweza kuwa wanajiuliza maswali miongoni mwao, tumekosaje kuweza kupata goli hata moja pale kwa namna ambavyo waliweza kushambulia. Unajua dabi nyingi ambazo Simba pia hata alikuwa anapoteza, unaona hata on target inakuwa moja mwisho mzima wa dabi. Rejelea dabi ya Simba anapoteza goli 2. On target ilipatikana moja tu ambaye alipiga Elie Mpanzu, ambao Diarra na alisave. Lakini jana wamefanya on target nyingi ambazo zilikuwa zina uhatari zaidi. Lakini Diarra alibaki kwenye uimara wake na kuwa muhimili mkubwa kuisaidia Yanga kuweza kupata ile suluhu. Kwa hiyo kwangu mimi kwenye tuzo sioni kama ni ana changamoto yoyote, naona ilistahili. Kitu ambacho mimi jana nimejaribu kuona, unajua makocha wote jana walikuwa ndo dabi yao ya kwanza. Lakini wali mbinu zao ambazo au approach zao ambazo waliingia nazo jana, pengine ndio maana zimepelekea mchezo ule kuwa vile. Ni dabi ambayo kwangu mimi naweza nikasema dabi ya mwisho niliiona ilikuwa kwenye hali kama ile ni ya mwaka 2020. Na mbona ilitoka sare hivyo, suluhu hivyo. Dabi ambayo ilimtambulisha Beno Kakolanya kuonekana bora zaidi. Muda mwingi Simba walikuwa wanashambulia lango la Yanga na Beno aliweza kufanya steps nyingi za maana na ndio ilimtambulisha dabi ile. Imekuja imejirudia tena jana. Ilikuwa ni dabi ambayo kila kitu imekamilika kwenye ufundi uwanjani. Unaona wachezaji wote wanaonekana walikuwa wanapokea mbinu za kiufundi kutoka kwa makocha hao, lakini hata mabadiliko yalikuwa yanafanyika yalikuwa yako bora sana, na ndio maana umeona ni dabi ambayo ilikuwa bora sana. Leo hii ukiangalia ile dabi kila mtu atajisifu kwa namna yake. Simba unaona paka wamediliki kushangilia kwa sababu dabi nyingi wamekuwa wanyonge sana ambazo walikuwa wakicheza na Yanga. Pamoja na kupoteza, lakini pia walikuwa wanyonge uwanjani. Jana hakuna mtu alofungwa, lakini hawakuwa wanyonge kiwanjani. Kwa hiyo bado unaona ni dabi iliyokuwa bora kwa timu ambayo inatafuta muunganiko ambayo ni Simba, na ilikuwa inataka kufuta historia ya kuwa inapoteza mfululizo zidi ya Yanga ambayo imara. Jana ilikuwa kwenye uimara zaidi, kwa sababu pamoja na kwamba walikuwa wamezidiwa, lakini walionyesha uimara wao na ukomavu. Kwa sababu kama ingekuwa Yanga haiko vizuri au kuwa na ukomavu, pengine leo tungekuwa tunaongea story tofauti. Kwa sababu ukiona timu inaweza kupata on target hadi 5 kwenye dabi, basi ujue ni dabi ambayo pengine ilikuwa na maandalizi mazuri sana. FM kutoka Dar es Salaam, Tanzania.